Na msikilizaji, tunasonga mbele. Hii ni sehemu ya 122 na tulipoishia sehemu ya 120 tuliona ya kwamba Hamza amekwenda kumcheki Berda huko ambako alikuwa, na baada ya kwenda kumwangalia na kutana na kama kuna janga ambalo limetokea, hali iliyosababisha mpaka kuwepo kwa wanajeshi katika hilo eneo. Yani ni kama vile yani kuna uvamizi ulitokea. Hamza kufika pale, wanajeshi walikuwepo, mmoja wapo alikuwepo ni Mdudu. Sasa hatimaye Hamza alimtambua bwana huyo, na pale pale aliuliza kwamba afande Mdudu, watu wa kitengo cha Maribu mnafanya nini hapa? Sasa bwana huyo alikuwa ni ule mchumba wa Yones wa kipindi kile aliyekataliwa. Hamza alimkumbuka bwana huyo, alikuwa akifanya kazi chini ya kitengo cha Maribu kama captain wa kikosi namba 2. Ilionekana mara baada ya kujua hana uwezo wa kushindana naye, alionekana kuwa na adabu zaidi. Lakini kwa bahati nzuri mbaya ndio amekutana naye hapo kwa mara nyingine tena akionekana kwenye mission. Sasa ni kipi ambacho kimemkuta Berda msikilizaji? Tunasonga mbele. Langu jina ni Lucas Lumbas, mtayarishaji ni Singano JR. Tuachane kwanza huko kwenye event, turudi kwanza huko nyumbani kwa Regina. Regina alimwambia babu yake ya kwamba babu, kwa nini bado unaendelea kuangalia TV? Umeshauriwa kupumzika mapema. Alisema Regina aliyeshuka kutoka juu na kumuona mzee Muhinde akiendelea kuangalia runinga. Alishia kusogea na kumshika mkono kumsaidia kusimama. Akasema kwamba twende, nitakusaidia kwenda chumbani. Upaswi kuendelea kuangalia TV. Tokea mchana unaangalia tu, utajiumiza. Basi mzee Muhinde alishia kutoa tabasamu la uchungu tu, maana alijihisi kama mtoto kwa namna alivyokuwa akitawaliwa na mjukuu wake. Mzee Muhinde akasema kwamba mjukuu, babu yako mimi nimelala sana mchana. Sina kabisa usingizi. TV yako ni kubwa mno na ni nzuri. Inanifanya nitamani kuendelea kuangalia. Regina akasema ni vizuri, lakini inaathiri maendeleo ya kupona kwako. Twende kupumzike. Basi mzee Muhinde hakuwa na jinsi zaidi ya kusimama na taratibu kwenda kwenye chumba chake kwenye ghorofa ya kwanza. Mara baada ya kuingia ndani, Regina alihakikisha mzee huyo amekaa kitandani, kisha alinama kumvua soksi. Babu akasema kwamba Regina, naweza kuziondoa mwenyewe, mimi nishapona tayari. Aliongea babu akiona si jambo zuri kwa Regina kufanya hivyo, japo aliguswa. Sasa Regina akasema kwamba babu, kuna tatizo gani kwani babu? Siwezi kurefusha uhai wako. Hivi pekee ndo naweza kufanya. Aliongea mzee huyo, alitabasamu na kisha akaongea baada ya kufikiri kidogo. Akasema kwamba Regina, sio kama mimi babu yako na mtetea Hamza, lakini kuna baadhi ya mambo haina haja ya kuyafanya kwa magumu zaidi. Regina aliyekuwa kiseti joto la chumba kwenye AC alishia kukunja sura huku akigeuka na kuongea bila furaha. Akamwambia babu yake ya kwamba babu, usiniambie kakwambia uje uongee na mimi. Mara baada ya mzee Muhinde kuulizwa hivyo na Regina, alishia kukataa kwa mkono. Babu akasema unafikiria mbali sana. Hamza hawezi kuwa mjinga kiasi hicho. Regina akasema babu, unapaswa kupumzika mapema. Wewe haumjui tu jinsi alivyo. Mimi nitajua namna ya kukabiliana na hili mwenyewe. Babu akasema kuna kipi kinachoweza kutokea kati ya mume na mke? Nicho kipi siweza kusameheka? Mjukuu, wewe bado ni mdogo sana. Hivyo kama kuna uwezekano wa kumalizana na masuala madogo kama haya, usipoteze muda wako mwingi kwenye mambo yasiyo ya msingi. Nyinyi ni vijana na ni tofauti sana na enzi zetu. Kutwa kugombana, kupeana talaka na kuchukulia ndoa kama mchezo wa kitoto. Nashindwa kabisa kuelewa vijana wa siku hizi. Kama kweli mnapendana, kuna haja gani sasa kumizana? Regina kusikia hivyo alionekana kushangaa. Akauliza kwamba babu, inamaanisha wakati wewe na bibi mkiwa pamoja mkugombana? Maana nadhani mume na mke kukoseana ni sehemu ya mahusiano pia. Babu akasema wakati wetu sisi mazingira tulioishi hayakuwa mazuri kama haya ya kwenu. Kipindi hicho nguo zetu zikitoboka au kuchanika, basi huchukua sindano na kuzishona. Kama redio ikiharibika tunapeleka kwa fundi. Lakini nyewe sasa nguo mnabadilisha kila mwezi. Mnabadilisha simu kwa milioni za hela. Pengine hivyo mnaingia kwenye mahusiano kwa haraka sana na pia nakufa kwa haraka sana. Hiyo yote ni kukosa msingi wa kuthamini vitu. Regina alijikuta akizama kwenye mawazo. Maneno hayo ya mzee yalionekana kwake kuwa na mantiki. Basi babu akaendelea kwa kusema ya kwamba hajalishi ni ugomvi kiasi gani tuliokuwa nao mimi na bibi yako, ulishia kwa maneno machache tu na kusahau. Mahusiano sio rahisi.
Ndio maana mnapaswa wote kuwa makini. Hakukuwa na haja ya kumfanya Hamza muda wote kukunja sura huku wewe ukiwa na uso mkavu kiasi hicho. Kama una chuki naye ya muda mrefu yani haupaswi kuwa hivyo bwana. Regina akasema labda tu babu ni kwa sababu ya tabia yangu. Ila awamu hii Hamza kanikosea kweli kweli na nimekasirika mno. Babu akasema najua lazima atakuwa amefanya makosa tu hivyo. Muadhibu kwa namna unavyoona utaridhika. Mfokee mpaka uridhike. Ila tu usiendelee kuziumiza hisia zako. Vinginevyo labda tu ni kama huna mpango wa kulala naye chumba kimoja. Regina aliishia tu kutingisha kichwa na kutabasamu. Akasema nimekuelewa babu. Unapaswa kupumzika sasa, ngoja akirudi nitamkomesha. Sasa msikilizaji, turudi sasa huko kwa kina Beida upande wa kiwanda cha mikate. Mara baada ya Mdudu kumuona Hamza amefika hapo, aliongea kwa umakini. Akasema kwamba General Hamza, ni ndugu wangapi uliokuwa nao hapa? Sasa mdogo wangu anafanya kazi ndani ya hicho kiwanda cha mkate. Familia ina wasiwasi kutokana na kuchelewa kwake kurudi. Ndio maana nipo hapa kuangalia. Kuna tatizo lolote limetokea? Duka la mikate, unamaanisha lile duka la Daddy Bread? Ndio. Kuna kilichotokea ndani ya duka? Mdudu alijua fika ukubwa wa cheo cha Hamza, hivyo hakuthubutu kumficha. Haraka sana alitoa jibu akasema kwamba afande Hamza, ndani ya hilo duka kuna washukiwa kadhaa, wanachama wa sinagogu ambao wamewachukua wafanyakazi mateka. Hamza alionekana kushangazwa sana na jambo hilo. Akauliza kwamba hii imani bado inaendelea hapa nchini, yani bado inaendelea na mambo yake hapa nchini. Hamza alidhani mwanzoni kwa kufariki kwa Silvia na Generali Robert pamoja na wengine, umoja huo wa sinagogu ambao ulikuwa na muunganiko mkubwa na wao ungekufa wenyewe bila nguvu kutumika. Mara mwisho pia Himidu alimwambia kabisa kwamba umoja huo hauna tena watu wenye nguvu wanaosupport. Hivyo usingeweza kuwa tishio hapa nchini tena. Kwa lugha nyepesi, mara baada ya kufa kwa viongozi wa juu waliokuwa na muunganiko na umoja huo, serikali iliona haina haja ya kutumia nguvu kukomesha umoja huo kwa sababu ingeleta chochocho, yani mchokochoko tu kwa raia. Ikumbukwe umoja huu ndio uliokuwa ukihodhi makanisa yote maarufu nchini kama Kibrazil na ilikuwa na waumini wengi. Hivyo serikali haikutaka kutumia nguvu kwa kujiepusha na mtego huo wa udini. Lakini nani angedhania sasa? Mara baada ya muda mrefu umoja huu ungeanza mambo yao tena. Nani angedhania? Hamza pale alijiuliza kwamba au ni kwa sababu Silvia na wenzake hawakuwa viongozi wa umoja huo tokea mwanzoni? Basi afande Mdudu akasema kwamba ndio, asilimia kubwa ya makanisa yaliyokuwepo nchini yalifunga huduma zao. Hata hivyo kitengo cha Malibu hakikushusha majeshi nchini na kilituma majasusi nje ya nchi kwa ajili ya kuendelea kufanya upelelezi. Na ni hivi tu taarifa zimetumwa na watu wetu juu ya uwepo wa wanachama wa sinagogu ndani ya jiji la Dar. Ndio maana haraka sana tukaja hapa. Mwanzo tulijua wanakwenda kushambulia shule tu, lakini hatukutegemea wangevamia duka la mikate. Jambo lilofanya hatukulitegemea kabisa. Ndio maana tulikosa umakini na wakafanikiwa kuvamia. Kwa sasa tumetumia juhudi za kuondoa raia wote hapa na kuziba njia ili kuendelea kupanga mbinu za uokozi. Aliongea afande Mdudu na kisha kuuliza kwamba Generali, huyo ndugu yako ni mtu muhimu sana? Nauliza isije kawa hawa sinagogu ilikuwa shabaha yao ndio maana wakavamia hilo duka la mikate. Basi bwana. Hamza hata yeye pia alikuwa katika hali ya maswali na kujiambia au malengo yao ilikuwa ni kumteka Beida. Aliona inawezekana. Kwa sababu kama kweli sinagogu wangetaka kulipa kisasi, basi kuna nafasi kubwa wangefanya shambulizi kwa watu wanaomzunguka. Swala kubwa ni kwamba karibu watu wake wote alikuwa amewawekea ulinzi wa maninja wa Buffalo. Ni Beida pekee ambaye hakuwa na ulinzi wowote na pia hakuwa na mafunzo ya kijeshi aina yoyote kwa ajili ya kujilinda. Sasa Hamza alijiambia kwamba light angejua mapema angempangia mtu kumlinda Beida kwa siri au hata Regina kutuma watu wa binamu kumpatia ulinzi. Kulikuwa na uwezekano pia wa binamu kupata nyendo za sinagogu. Lakini kwa sababu hawakuwa na umuhimu kwao, ndio maana hawakutilia mashaka swala hilo. Na ndio maana hata kama kulikuwa na swala kama hilo, wangeona kumtaarifu Regina ni sawa na kumsumbua tu. Sio hivyo tu, hata kitengo cha Malibu hawakulichukulia swala hilo kwa uzito mkubwa. Ndio maana walituma kikosi kimoja pekee kukabiliana na swala hilo.
watu wa sinagogu walikuwa wamekwisha kuzingirwa na kulikuwa kuna njia mbili pekee. Ya kwanza ni aidha kushikilia watu mateka ili kujitengenezea njia ya kutoroka au kufa pamoja na mateka. Sasa Hamza akasema kwamba sina uhakika kama mdogo wangu ndiye alikuwa shabaha yao, ila kwa sababu hawajaua yeyote, basi ni hakika lengo lao lilikuwa ni kuteka tu. Sasa mshafikiria mbinu yoyote ya kuokoa? Baada ya Hamza kuuliza hivyo, akajibiwa kwamba kwa sasa njia pekee tuliyofikiria ni kutumia wataalamu kwa ajili ya kuwasiliana nao na kuwashawishi waachie mateka. Angalau pia wakati wa swala hilo tunavuta muda wa kupata mwafaka mwingine. Hamza akasema huko sasa ni kujisumbua. Kama hawa sinagogu, basi hakutakuwa na maana ya kujadiliana nao. Yaani kwanza hamna haja ya kutumia juhudi kubwa za bure bana. Hebu niacheni mimi niingie ndani. Basi Hamza alivyosema hivyo, akaambia kwamba we generali, kwa hadhi ulionayo, kama kitu kibaki kitokea sisi ndio tutapaswa kutoa majibu kwa wakubwa zetu. Hamza akasema kwamba afande Mdudu, haukuwa mpole hivi kwangu kipindi cha nyuma. Au unataka kupanda cheo kwa kuniita generali? Basi Mdudu alishia tu kuinamisha kichwa chake kwa hali ya aibu. Akasema kwamba yalikuwa makosa yangu kwa kushindwa kukutambua kipindi kile, ila nashukuru sana hauna kinyongo juu ya yaliyopita Mr. Hamza. Basi ile Mdudu anataka kuendelea kuongea na kuinua kichwa chake, aligundua Hamza alikuwa amekwisha kutoweka mbele yake mapema tu. Akasema huyu mtu katoweka wapi tena? Yaani ni kama vile mtu aliyeona mzimu alijikuta akigeuza macho kulia na kushoto kujaribu kumtafuta. Kundi lote la kikosi lililokuwa nyuma yake walijawa na sura za kufubaa. Mmoja wa wanajeshi alisema kwamba captain amekusha kuondoka tayari. Aliongea hivyo sasa akimeza mate mengi. Hamza kuwa na mudi ya kuendelea kusikiliza maneno ya sifa ya Mdudu. Mara baada tu ya kutoka kwenye mgawa huo, aliparamia jengo jingine la ghorofa 3 na mara moja tu alikuwa juu ya jengo lilokuwa mkabala na kiwanda cha mikate. Kutokana na sehemu aliyokuepo kuwa na giza, hakuna mtu yeyote aliyekuwa akimwona, lakini pia eneo alilokuepo lilimpatia nafasi ya kuweza kuona ndani kupitia madirisha ya kioo kigumu ya kiwanda hicho. Hasa muda huo alikuwa akishuhudia watu wachache sana ndani ya upande huo. Ilionyesha wazi majambazi hao wa sinagogu walihofia kukaa upande huo kwa kuogopa kudunguliwa. Hata hivyo Hamza bado aliamini kuwa kuna watu waliokuwa wakilinda eneo hilo la kuingilia. Hamza aliona uvivu wa kuendelea kupoteza muda. Hivyo mara moja aliruka chini na kuanza kutembea kusogelea kiwanda hicho. Akaambiwa usisogee. Alikuwa ni mwanamume wa kizungu mwenye mwili uliojaa michoro ya tattoo, huku usoni akiwa amejivalisha maski iliyoficha uso wake. Muda huo alikuwa ameshikilia bunduki akielekezea kwa Hamza. Sasa Hamza upande wake hakuwa na wasiwasi kabisa, na alijifanyisha hakuwa na shida na bwana huyo. Hamza akasema kwamba sina shida yoyote na wewe. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kumchukua mdogo wangu. Yule jamaa kwa Kiingereza akauliza kwamba wewe ni nani na kwa nini jeshi likuruhusu? Hamza upande wake alishia kuchunguza mazingira ya eneo hilo la kuzia mikate. Taa ndani ya duka hilo ilikuwa imezimwa, lakini Hamza bado aliweza kuona mateka 5 waliokuwa wameshikiliwa na wanaume walioshikilia bunduki. Sasa pale sauti ilisikika ikiita kwamba kaka Hamza. Ni msichana aliyekuwa amevalia apron. Mara baada ya kusikia sauti ya Hamza aliita kwa nguvu. Hamza mara baada ya kupata uhakika Berida alikuwa salama, alishia kutoa pumzi ya weni na kutabasamu. Akasema kwamba vipi, hawajakuumiza? Wale majambazi mara baada ya kuona Hamza alikuwa hapo kwa ajili ya huyo msichana, walizidi kuwa na wasiwasi kiasi cha kuwa katika tahadhari. Sasa jambazi kiongozi akasema kwamba muweni huyo tunapaswa kuonyesha jeshi la Tanzania kwamba wasipoturuhusu kuondoka tutaua wote waliopo hapa. Mara baada ya yule jambazi aliyekuwa akilinda mlango kusikia hivyo, mara moja aliachia risasi. Mdomo wa bunduki ulitema moto wa risasi, lakini Hamza alikuisha kukwepa muda mrefu tu, na pasipo kugeuka alikuwa amesharusha kiganja cha mkono. Alimshushia jambazi ule utosini na ajikuta akitema damu nyingi na kufanya lile maski lake la boshori lile kuloana. Sasa bosi wa duka lile la mikate pamoja na wafanyakazi wake walijikuta wakishangaa. Sasa upande wa Berida alijikuta akipiga kelele akisema kwamba kaka Hamza wana mabomu mwilini. Hata hivyo Hamza alikuwa ashaotea juu ya swala hilo muda mrefu tu.
aliona kama watu hao hawakutega mabomu, basi walikuwa wameyavaa. Hiyo ndio sababu Hamza hakutaka kutumia mapigo ya kusudi kuwaua wote mara moja, ili kwanza kupata njia sahihi ya kukabiliana na mabomu hayo. Sasa muda huo, mara baada ya kupata uthibitisho mabomu yalikuwa wapi, Hamza pale pale kufumba na kufumbua alishawasogelea wale majambazi wengine na kuwashika wote wawili kwa mkono na kisha kutoka nao nje. Wale majambazi walikuwa na spidi kweli kweli, kwani mara baada ya kuona Hamza anataka kuwashambulia, mara moja walianza kushika mabomu yao ili kuondoa fuse ya bomu kwa kila mmoja wao ili kujiua. Hamza hakuwa na muda wa kuwazuia kutolipuka, hivyo mara baada ya kuona vile aliruka sarakasi iliyompeleka hewani akiwa pamoja na majambazi wale, na kisha kwa nguvu zake zote akawarushia hewani mara baada ya kutoka na kioo. Ulisikika mlipuko, na ulikuwa ni mlipuko mkubwa uliotokea angani na kumulika eneo hilo kama vile ni mchana. Pressure ya mlipuko iliishia kupasua vioo vya duka hilo la mikate na kuharibu chef, huku moshi nao ukija ndani. Baida alishia kukohoa mfululizo huku akisimama na kukimbia nje, huku akipiga makelele kwa wasiwasi akisema kwamba kaka Hamza, uko wapi? Hamza alicheka akasema nipo nyuma yako. Aliongea Hamza huku akicheka kwa namna Baida alivyochanganyikiwa. Baida mara baada ya kugeuka na kumuona Hamza, hajikuta akishangaa kuona alikuwa akitokea ndani ya duka hilo la mikate. Hamza mara tu baada ya kuwatupia hewani watu wale, mara moja aliruka na kurudi ndani ya duka hilo. Baida aliuliza kwamba kaka Hamza, hujaumia? Hamza akasema kwamba hawa ni wachache bwana, wananiumizaje kwa mfano? Aliongea Hamza na kisha akatupia swali lingine akasema kwamba vipi, walikuwa hapa kwa ajili ya kukamata? Baida akasema kwamba ndio, walitaka kuniteka lakini wakawaiwa na jeshi, baada ya kuzidiwa ndio wakaamua kujificha humu. Nimesikia mmoja wao akisema kwamba kuna mtu anawasiliana naye lakini sijajua ni nani. Hamza akasema Baida, samahani kwa kuingiza kwenye matatizo. Hawa walikuwa ni maadui zangu hawa. Nadhani kuanzia sasa napaswa kukuwekea mtu kukulinda. Baida anatabasamu akasema kwamba usijali, niliamini tu utakuja tu kuniokoa, mimi sikuwa hata na hofu. Ulijuaje nitakuja kuokoa wakati ndio kwanza nimerudi nchini? Na mimi hata sijui, ni hisia zangu tu ndo ziniambia hivyo. Aliongea Baida huku akificha uso wake kwa kuangalia chini. Ni muda huo wanajeshi wa kikosi cha Mdudu walisogea haraka sana. Mdudu akasema kwamba Jenerali, uko salama? Aliuliza hivyo Mdudu kwa wasiwasi. Akaambiwa kwamba majambazi wote watatu wa sinagogu wamekwisha kufa, lakini nadhani wana mtu wao aliyekuwa akiwapatia msaada. Ni kazi yenu sasa kumtafuta. Mdudu akasema kwamba sawa, nitatuma watu haraka kuanza kumfuatilia. Aliongea Mdudu huku sasa haraka akitoa maelekezo kwa watu wake. Upande mwingine, meneja wa eneo hilo pamoja na wafanyakazi wengine walikuwa wakitetemeka kwa woga, wakitaka tu kuondoka eneo hilo haraka iwezekanavyo. Baida alishia kuongea tu kwa namna ya hatia, akasema kwamba samani meneja, hao watu kwa ajili yangu wameharibu duka lako. Meneja yule alishia kutoa kicheko cha uchungu tu kwa kujilaumu kwa ajili mfanyakazi asiye na uelewa wowote wa kazi na kusababisha kupata hasara. Lakini kwa sababu ya uwepo wa Hamza, hakutaka kuonyesha mawazo yake wazi. Akasema kwamba hakuna shida, ni vizuri kila mmoja wetu upo salama, kiwanda chetu kina bima, hivyo hakutakuwa na tatizo sana. Basi Baida alitaka kuuliza kama anaweza kuendelea kufanya kazi hapo ili kujifunza zaidi, lakini alishia kujiachia tu. Alijua fika hata kama angetaka kurudi, meneja huyo asingekubali aendelee kufanya kazi. Afande Mdudu alikuwa amekwisha kutoa maelekezo kwa watu wake kuhakikisha kwamba tukio hilo linafanywa kuwa siri kwa kutumia mbinu mbadala wa kulielezea kwa vyombo vya habari. Sasa Mdudu akasema kwamba Jenerali, ni aweni kwetu ndugu yako yupo salama, tukishapata taarifa zote kuhusu sinagogu tutakupasha habari. Hamza akasema hakuna shida, alafu hivi una taarifa zote juu ya Yones? Mara baada ya kuulizwa swali hilo, hali ya hofu ilionekana usoni mwake na mara moja aliongea kwa namna kujitetea akasema kwamba General Hamza, sina nia tena ovu juu ya Yones. Tafadhali naomba usinielewe vibaya, mimi siwezi kuthubutu tena. Hamza akasema mimi sijamaanisha unachokiwaza bwana. Mimi nakuuliza tu kujua kama una taarifa yoyote, isitoshe upo ndani ya kitengo. Dudu akasema kwamba ukweli nilichosikia ni kwamba baada ya kumaliza mafunzo yake maalum alijiunga na kikosi cha matibabu na kwenda kwenye programu ya kulinda amani nje ya Tanzania. Kwa hiyo sijajua ni kikosi kipi kati ya vingi vilivyochaguliwa au ni eneo gani kaelekea. Ukweli kwa sasa nina mchumba tayari, hivyo sijamfuatilia sana.
Hamza alishia kuvuta pumzi na kuzishusha. Aliona kabisa ni kama Yonis hana mpango wa kurudi, lakini kwa sababu ni swala alilotaka, Hamza kuona kuna haja ya kumfuatilia. Basi Mdudu akauliza kwamba vipi na maagizo mengine yote. Hamza akasema kuna swala lingine nataka unisaidie. Akasema kwamba wewe ni mtu mkubwa sana, kama kuna chochote unachohitaji nifanye mimi nitafanya tu, wewe niambie. Yule meneja ukishamaliza kuongea naye, fanya mpango ili anitengenezee donut zenye strawberry. Nazitaka usiku huu. Mdudu alihisi ni kama amesikia vibaya. Hata Beid alishindwa kuelewa na kujiuliza, Hamza anataka donut za nini usiku wote huu? Hamza akauliza kwamba vipi, hauwezi kufanya hivyo ama? Mdudu akasema kwamba hapana, nipo tayari kutekeleza, lakini hili eneo limeshaharibiwa, tutazitengenezea wapi hizo donut? Hamza alifoka akasema, kwa nini unauliza swali la kijinga namna hiyo? Kwamba hili ndio eneo pekee linaloweza kutengeneza donut? Alifoka Hamza. Mdudu hakuthubutu kuongea tena. Baada ya kukubaliana na wenzake, mara moja aliondoka kwa ajili ya kufanyia kazi alichoambiwa. Basi Belda akauliza kwamba kaka Hamza, unapendelea kumbe donut za strawberry? Hamza akasema sio kwamba nazipenda, ni kwa sababu tu nimemkosea dada yako, hivyo nataka kwenda kumbembeleza. Aliongea Hamza. Hamza hakujua wapi anaweza kununua hizo donut, ila kwa sababu ya uwepo wa watengeneza mikate hao, aliona awatumie hao wamtengenezee donut na kwenda nazo nyumbani. Sasa Belda akasema kwamba ndio maana wadada wengi wanakupenda. Yaani kaka Hamza, unajua kuwabembeleza mno. Yaani juu ya kilichotokea bado una nafasi ya kufikiria kutengenezewa donut. Sasa mimi nitafanyaje wakati ni kweli nimemkasirisha mke wangu? Anasema kweli wanakupenda mno. Hebu chukulia dada Fiona, ameenda nyumbani kwa jemadari kwa ajili tu ya kukusubiri mpaka utakapofanya maamuzi. Inamaanisha anakupenda sana. Mara baada ya kusikia jina la Fiona, Hamza alishindwa kujizuia na kujionea aibu. Hakujua kabisa kilichokuwa kikiendelea juu ya Fiona huko nyumbani kwa mzee. Hamza hakujua kabisa namna ya kukabiliana na Fiona, kwa sababu swala hilo lilikuwa likigusa uhusiano wake na Regina, lakini vile vile na familia ya mzee. Basi ni upande wa nyumbani kwa jemadari. Anga lilikuwa ndio kwanza limegeuka na kuwa giza. Ndani ya jiko, kundi la wafanyakazi wanaume na wanawake walikuwa wamejikusanya pamoja, wakimwangalia mwanamke aliyekuwa amechuchumaa chini ya kidili na nyoka wa kijani kwa kumchuna ngozi yake ya juu. Basi kuna kijakazi mmoja hivi alimsikia akasema kwamba Madam Fiona, kuendelea hivi ni kujichosha tu, tuachie sisi kazi. Aliongevu kijakazi akimsihi Fiona awapishe waendelee na kazi hiyo. Fiona muda huo alikuwa amevalia apron, lakini mikono yake ilionekana kutetemeka. Walikuwa kimtaka awapishe kwa sababu kwanza hakuwa mzoefu, hivyo kuchukua muda mrefu kukamilisha kazi hiyo. Fiona akasema kwamba usijali auntie, babu jemadari kaniambia lazima nikazane kujifunza kupika. Aliongea akilazimisha tabasamu. Msikilizaji, ukweli ni kwamba tokea Fiona afike hapo, alikuwa akihimizwa kujifunza kupika kila siku. Sasa wafanyakazi wengi walishindwa kuelewa kwa nini jemadari alikuwa akimuhimiza mwanamke kama Fiona ambaye alionekana hakuijua tabu. Hata hivyo wasingefanya chochote kwa sababu yalikuwa ni maagizo ya jemadari. Fiona naye kabla ya kufika hapo nyumbani alikuwa na picha mbalimbali juu ya jemadari, na zote zilitofautiana na uhalisi wake. Kwani mara baada ya kumuona jemadari mwenyewe aliyetingisha dunia kwa matendo yake, kuwa mtu anayejali kula tu, ni kama kila alichojenga kwenye akili yake kilibadilika. Aligundua jemadari kuanzia akiamka mpaka jioni alikuwa akiwazia chakula tu. Iwe ni kwa kwenda sokoni au kwa kwenda msituni kuinda, ndizo zilikuwa kazi zake tu. Mwanzoni wakati Fiona anafika, alipokelewa vizuri na jemadari na hata kupewa nyumba nzima kwa ajili ya makazi, ambayo pia ni kama ilitarajiwa Hamza kuishi hapo kama siku akirudi. Lakini ni mara baada ya siku chache tu, jemadari kila alivyokuwa akitoka kuelekea mjini, angemwambia Fiona amfuate, wanaenda wote sokoni na hata kwenye maduka ya uuza dawa za mitishamba waliambatana. Wakirudi kutoka huko, huingia jikoni na kuanza kumfundisha aina mbalimbali za mapishi. Asa Fiona hakupenda sana kufanya kazi ya jikoni na kuishi maisha kama vile ni kijakazi. Lakini kwa jemadari kama huyo, anayemfanya hata babu yake kupiga magoti kwa sababu ya barua yake tu, anawezaje kupingana naye? Hivyo alijikuta kitii kila aliloambiwa, hata kama hakupenda. Asa siku hiyo haikueleweka kichwa cha jemadari kilikuwa kikiwaza nini, ila ni kama lisi tu hamu ya kutafuna nyama ya nyoka.
Fiona hakuwahi kuwaza kama kuna Mwafrika anakula nyoka. Ukweli aliona mambo hayo kwenye filamu tu, hususan watu wa tamaduni za Asia na nadra sana Ulaya. Hata hivyo, ndio jemadari alirudi mawindoni akiwa amembeba nyoka na kumpatia Fiona mwandae. Fiona alihisi anakosewa sana. Lakini kwa sababu hakuweza kupinga, alishia tu kuuliza wafanyakazi namna ya kumtengeneza huyo nyoka na awe nyama. Haikuwa rahisi kwake kuondoa gamba la nyoka, na hata alivyomaliza alikuwa amechoka na kujisikia kichefuchefu mfululizo. Alishia tu kusimama akiwa ameshikilia nyama nyeupe ya nyoka na kwenda juu eneo la kukatia nyama. Alitaka kuikata vipande vipande, akaambiwa kwamba madam, hupaswi kufanya hivyo. Unatakiwa kuivuta inyooke kwanza na kila kipande kiwe na angalau sentimita 7 kwa urefu. Fiona alishia kutingisha kichwa na kisha pale pale alimnyoosha nyoka kama kamba hivi na kisha akachukua kisu kwa ajili ya kuanza kumkata vipande vipande. Sasa muda ule wakati Fiona akikaribia kukatakata nyoka huyo, mara sauti ya jemadari ilisikika kutoka pembeni ikisema ya kwamba, mpendwa mke wa mjukuu wangu, kwa nini unaikatakata tena hiyo nyama ya nyoka? Fiona alijikuta akishtuka kiasi cha kutaka kudondosha kisu. Ukweli bwana huyo alikuwa na nguvu mno kiasi kwamba kila anapotokea haijulikani katokea wapi, ni kama anaibukia tu kama jini. Hivyo hakujua bwana huyo alitokea saa ngapi, kwani ila anapeleka kisu kumkata nyoka, ghafla mkono wake ulibakia hewani. Fiona akasema kwamba, babu jemadari, hii ni mara yangu ya kwanza kumtengeneza nyoka, bado naogopa. Aliongea kwa kutetemeka. Ukweli ni kwamba jemadari hakustahili kabisa cheo hicho cha ubabu, kwa sababu alistahili zaidi ya cheo cha ubabu. Sasa jemadari akasema kwamba, unaogopa nini sasa? Wakati aina hii ya nyoka hawana sumu kabisa. Haina haja ya kuogopa, na kuanzia sasa ili kukuondolea hofu, nitakuwa na kutafutia nyoka wengi tu ili uandae. Waafrika wengi hawafahamu tu, ila nyama ya nyoka ni tamu mno. Fiona sura ilimshuka. Ukweli kabla ya kutia mguu hapo, alidhani angepokea kejeli nyingi au angekuwa mpweke na kusingekuwa na mtu wa kujishughulisha naye, lakini hakudhani kuja kwake kungemfanya kumuona jemadari kila siku. Kuwa karibu na jemadari kulifanya wengine kumheshimu, lakini tatizo ni kwamba ukaribu huo ulimfanya karibia siku nzima kuwa jikoni, kama vile amegeuka na kuwa mwanafunzi wa upishi. Hali iliyomfanya kuona ni kama maisha yake ndani ya eneo hilo si mazuri kabisa. Kuna muda alitamani jemadari awe kama mfalme na awe anamdharau ili angalau apate ka uhuru. Alishia tu kulaumu Hamza kutofika hapo kumkomboa katika hali kama hiyo asiyoipenda, lakini wakati huo huo alitumia ujuzi wake wa kuigiza ili kuonekana kama vile ni mwenye furaha na shauku kwa kile alichokuwa akifundishwa na jemadari. Basi Fiona akasema kwamba, babu, nini huo unga kwenye hicho kikombe? Akajibiwa kwamba hii ni chili ya unga maalum niliotengeneza kwa ajili ya kupikia nyama ya nyoka. Fanya kwanza kumkaanga huyo nyoka kwenye flampeni, kisha mtoe nje. Baada ya hapo nitaweka huu unga kwenye mafuta na kujumlisha na viungo vingine mpaka mafuta badilike rangi na kuwa mekundu. Baada ya hapo sasa tutamloweka nyoka kwenye mafuta kwa muda mpaka viungo vyote viungane na nyama. Kisha ndio unamkatakata sasa na tunambanika jikoni ili mafuta yote yakauke. Basi muda huo wakati akiongea, alionekana kufumba macho yake kama vile mtu anayetarajia utamu baada ya nyoka huyo kuiva. Babu akasema kwamba, nakwambia mke wa mjukuu wangu, utamu wa hiyo nyama si wa kuelezea kwa maneno kabisa. Basi Fiona alishia kumeza mate kwa uchungu tu. Kisha akasema kwamba kwa jinsi tu ulivyoongea, hakika inaonekana itakuwa nyama tamu kweli. Babu akacheka akasema, nitakufundisha mbinu zangu zote za mapishi. Ukishazikariri na kuzielewa, hakika utalifunga tumbo la Hamza na kukuazia wewe tu. Muda ukifika atafikiria kukuoa bila hata kumlazimisha. Fiona alishia kukuna tu kichwa chake, huku akijiambia haamini kama hata awe mbobezi wa mapishi anaweza kumfanya Hamza kuja hapo. Sasa upande wa Daa, ingawa muda ulikuwa umeenda, Hamza aliweza kuanza safari ya kurudi nyumbani akiwa na box la donut zilizotoka kabisa jikoni. Kutokana na kuwa na uhakika juu ya zawadi yake hiyo, alijikuta akirudi nyumbani kwa kujiamini kabisa, akiwa ameambatana na Belida. Mara baada ya kufika nyumbani, Hamza aliweza kumuona Regina akiwa sebuleni akiangalia runinga. Shangazi akasema kwamba, "Oh jamani, hatimaye umerudi. Belida, uko sawa?"
alikuwa ni shangazi aliyeanza kumlaki Berida. Hamza alikuwa ameshampigia shangazi simu na kumweleza kilichotokea na kumwambia Berida bado yupo na wasiwasi. Sasa Berida akasema kwamba niko sawa shangazi, kaka Hamza aliniokoa mapema, sijaumia popote. Shangazi akasema nimepata uweni kuona upo salama. Kuanzia sasa Hamza anapaswa kukuwekea watu wa kukulinda, maana ni hatari sana huko nje. Basi Berida hakuwa na jinsi zaidi ya kutingisha kichwa chake tu. Shangazi kwa upendo mkubwa akasema kwamba nenda sasa kaoge vizuri kisha upumzike. Maskini, utakuwa uliogopa sana. Basi Berida alishakugeuka na kumpa Hamza ishara ya kumtakia heri kwenye kumbembeleza Regina na kisha alipanda juu chumbani kwake. Hamza akasema kwamba mke wangu, nimekuletea donati zako pendwa, tena mpya kabisa na ni za moto. Regina alishia kuangalia donati hizo kwa shaka, kisha akauliza kwamba umezitolea wapi usiku wote huo? Hamza akasema nilimwokoa bosi wa duka la mikate pale Berida anapofanyia kazi, na kwa ajili ya kunilipa nikatafuta sehemu yenye jiko na akanitengenezea. Regina alijikuta kishangaa, yaani bosi ambaye alikuwa katika matatizo ya kile kilichomtokea kwa biashara zake kulipuka ndiye huyo aliyelazimishwa kutengeneza donut usiku. Regina akasema kwamba hivi una kichaa wewe? Mtu katokewa na tukio kubwa, karibu apoteze uhai wake, na pengine alitamani kurudi nyumbani mapema. Wewe umemlazimisha kutengeneza donut? Hamza mara baada ya kumwangalia mwanamke huyo aligundua si kama alikuwa na hasira, hivyo ahueni ilimwingia. Hamza akasema kwamba kama ndivyo namna ya kukufanya kuwa na furaha, mimi nipo tayari kuwa na kichaa. Aliongea Hamza huku akifunua box la donut ili harufu isambae kumkoleza Regina. Na kweli Regina mara baada ya pua zake kuvamiwa na harufu hiyo, njaa ilianza kuuma pale pale. Wakati wa chakula hakuwa na mudi nzuri, hivyo hakuwa amekula akatosheka. Bila kujiuliza, alipeleka mkono na kufungua boksi hilo, akachukua donut moja na kuingata. Mara baada ya utamu wa donut hiyo kumuingia kisawa sawa, muonekano wake ulionyesha hali ya furaha aliyokuwa akijaribu kuificha. Hata hivyo, mara baada ya kugundua alikuwa na furaha kiasi cha kushindwa kujizuia, alijiambia haiwezekani iwe rahisi kupewa rushwa na kuridhika mara moja. Hivyo pale alijifanyisha tena kuwa kauzu. Akasema kwamba wewe usidhani kwa kuniletea hizo donut ili swala eti ndio limeisha hivyo. Hasira zangu hazijashuka bado. Aliongea sasa akimtolea Hamza macho. Hamza alishia tu kutoa tabasamu la uchungu. Alijua isingekuwa rahisi na kuishia tu kuongea. Hamza akasema unajua mimi nashindwa kuelewa kwa nini Eliza alikuonyesha hilo gazeti. Ila kwa hili nipo tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Hivi nadhani kama sio sini ya kunionyesha mapema, ningepata wapi muda kulidhibiti lisiendelee kusambaa na kufanya watu wote kuliona? Wife, umetumia njia gani kulidhibiti? Nilinunua kampuni ya Happy Fashion Magazine kutoka kwa kampuni ya Zero Media Group na kisha kuzuia jarida kuendelea kuchapishwa na kuuzwa. Yaani umenunua kampuni nzima? Sasa nadhani ningefanya nini kama isingekuwa makosa yako? Isitoshe mimi siwezi kupata faida yote, maana kampuni yangu pia ina jarida lake. Hamza alishindwa kujizuia na kuvuta pumzi na kuzishusha na kujiambia hakika mke wake alikuwa tajiri wa mtu, yani ni tajiri aliyemtukutu. Wife, ni kiasi gani umetumia kununua gazeti lote? Nimetoa $600,000 kwa sababu ya kuvuma kwake nje ya nchi na kuwa na wafuasi wengi kwenye mitandao ya kijamii. Msikilizaji, zilikuwa ni pesa nyingi sana, lakini kwa Regina zilikuwa ni hela kidogo tu. Lakini hizo hela nilipaswa kutoa mimi. Anyway, nitawasiliana na Sally ili kukuingizia kiasi chako chote cha pesa uliyotoa. Wakati Hamza akiongea hivyo, alitoa simu yake haraka ili kumtumia Sally ujumbe wa message. Regina haraka alimeza donut na kisha kauliza kwamba unawasiliana naye kweli? Hamza akajibu ndio, kwa nini kudanganya? Ni kwa sababu yani haujawahi kunipatia kiasi hicho cha pesa ama? Mke wangu. Hiyo pete mkononi, ule mchoro, hakuna hata kimoja ambacho bei yake inahesabika. Nadhani una vitu vingi sana ambavyo nimekupatia. Lakini haujawahi kunipatia hela yoyote. Wanawake wengine wanapata hela zao kwa wanaume. Ingawa hela unazo, lakini siku zote unatumia za kwangu. Alafu sio kama naweza kuuza vitu ulivyonipatia na vikawa hela. Hamza alijikuta akishangaa. Akasema kwamba mke wangu, tayari una hela nyingi kiasi hicho, bado tu unataka nikupe hela? Hiyo ni tofauti.
ni vizuri kweli hela ninazo, lakini pia nataka mume wangu anipatie hela. Sio lazima iwe kubwa, angalau tu ya kunitosha kufanya shopping na manunuzi hapa na pale mtandaoni. Aliongea Regina akimaanisha kweli kwamba mwanamke hata awe na bilioni bado atataka 2,000 ya mwanaume wake. Sasa Hamza kusikia hivyo hakujua cheke amali. Mwanzo Regina hakupendelea kununua vitu online, lakini mara baada ya kumfundisha ndio njia aliyopendelea zaidi na ikawa kama hobi. Kwa hiyo mke wangu, kama nikikupa hela ufanye manunuzi mtandaoni, utaacha kuwa na hasira, si ndio? Ili mradi ukiniahidi hili alitajitokeza tena, basi nitaliacha lipite. Okay, hilo limekwisha. Kuanzia sasa na baadaye, hela zote za manunuzi na matumizi nitazitoa mimi. Na hivyo sasa. Lakini mke wangu, ila ni kama una kila kitu, hivyo vitu unavyonunua ni kwa ajili ya shangazi au? Wewe jua tu mimi nanunua vitu vinavyonirahisishia kazi zangu na baadhi ya ninavyoona ni vizuri. Aliongea Regina huku wakati mmoja akifungua app maalum ya kufanya manunuzi mtandaoni na kisha kugusa upande wa shopping cart, yani vitu ambavyo ameweka kwa ajili ya kulipia. Basi Regina akasema kwamba nataka unisaidie kulipia hivi vitu hapa kwenye orodha kama zawadi. Hamza alichukua simu ile na kuangalia na alijikuta kihisi macho yake yameona vibaya. Alishia tu kuyapepesa mara baada ya kutazama vitu vilivyoorodheshwa, na ndipo aligundua ni uhalisia. Yani Hamza mara baada ya kuangalia app hiyo ya jamesedition.com aliweza kuona orodha ya ndege aina ya Gulfstream G700 na kuendelea. Aliweka pia Rodman Muse Yacht. Hamza kwanza alijikuta akianza kuhisi kichwa kinamuuma kwa sababu jumla ya bidhaa hizo zilikuwa na jumla ya zaidi ya bilioni 150 za Kitanzania. Wife, kwa nini unataka kununua ndege na boti za kifahari mtandaoni? Aliuliza Hamza aliyekuwa akitaka kutoa machozi. Ukweli hakujua kama anaweza kuagiza bidhaa za aina hiyo kwa njia ya mtandao. Kwamba kwa nini? Au unasema ni huna hela kidogo kiasi hiki, yani mimi nazitaka kwa ajili ya kurahisisha kazi. Sasa wife, naomba tuongelee kuhusu swala la sinagogu. Unaweza kutuma watu kufuatilia kiongozi wa hili shirika ni nani? Wewe utanilipia hivyo vitu au lipi? Aliuliza Regina kwa hasira mara baada ya kuona Hamza anabadilisha mada. Anyway, nitawasiliana na Sali kwa ajili ya kufanya utaratibu wa kulipia na kuhakiki bidhaa zenyewe. Mambo ndio hayo sasa. Umesema unataka taarifa za sinagogu, si ndio? Nipo tayari. Ndugu anaweza kukopeshana na vile vile hata mume na mke wanaweza kufanya hivyo hivyo. Kuanzia sasa hivi ukitaka taarifa yoyote kutoka binamu, unapaswa kulipia kulingana na gharama zao. Ila kwa sababu mimi na wewe ni wanandoa, utafanywa punguzo la 20%. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akipaliwa na mate yake mwenyewe na kuanza kukohoa mfululizo. Ingawa tokea mwanzo alijua si rahisi kwa Regina kushusha hasira zake, lakini alijua kuonyesha kulainika huko kirahisi lazima kulikuwa na sababu ndani yake. Ndio hivyo mume wangu. Alafu sikesho pia huna pa kwenda na utakuwa fresh, ndio? Aliuliza Regina aliyekuwa amewaza jambo lingine. Hamza alikuwa na mpango wa kusoma taarifa za matibabu za Earth Access alizopewa na Yulia na pia kufuatilia yale maandishi aliyoyaona kule Kongo kwenye pango. Kuna mambo fulani hivi nataka kujisomea. Vipi mke wangu, kuna kitu unataka tufanye pamoja? Sio swala kubwa sana. Kesho tutakuwa kuna Wofford Global Fashion Show itakayoanza saa 4 za asubuhi. Ni moja tukio la kifasheni kubwa zaidi kwa kufanyika hapa nchini. Hivyo watu wengi maarufu na matajiri watahudhuria. Kampuni yetu ya Dosam inafanya kazi na baadhi ya kampuni kubwa za fashion ndani na nje ya nchi. Hivyo nimepokea mwaliko kwa ajili ya watu wawili. Mwanzoni nitaka kuhudhuria na Senior Liza, lakini kwa sababu umerudi, unaonaje tukienda pamoja? Hamza mara baada ya kusikia tukio lenyewe ni la masuala ya mitindo, alijikuta akipoteza matamanio kabisa. Hata hivyo alipaswa kumsindikiza Regina. Basi sawa mke wangu, kwa nini usingesema tu unataka tuende date? Ni muda mrefu sana tokea tutoke pamoja. Nani kasema nataka date na wewe? Wewe kama unataka kwenda wewe sema, acha kugeuza kauli bwana.
Aliongea sasa akimtolea Hamza macho. After itakuwa vizuri usipoenda, usije kuleta uhuni wako na kudolea macho na mitindo. Maana uweze kujishikilia wewe mwanaume. Wife, umesema ni Wolford Kampuni maarufu ya kuuza nguo za ndani, si ndio? Ndio, kwani ukusikia vizuri ama? Ni mara ya kwanza kwa kampuni hii kubwa kufanya tukio hili ndani ya Tanzania. Unadhani mimi naweza kuhangaishwa na maonesho ya brandi za kawaida mimi? Nimesikia tiketi zote za daraja la kawaida zimekwisha kununuliwa na tiketi zao ni ghali mno. Msikilizaji, kweli ni kwamba kama isingekuwa kwa ukubwa wa kampuni ya Dosam, Regina asingepata mwaliko huo. Isitoshe kampuni hiyo ya Wolford ilikuwa ni kubwa mno. Hata hivyo Hamza hakuzingatia hayo. Kwake wazo la kwenda kuona wanawake warembo wakiwa katika mavazi ya nguo za ndani ni jambo lililomsisimua mno. Maonesho ya namna hiyo hutokea mara chache sana. Ni muda ule Hamza alikumbuka kuona mabango mengi njiani, lakini hakuyatilia maanani. Sasa Hamza akasema kwamba wife, kwa nini unaniona kama muhuni tu muda wote Nishawahi kuhudhuria show za namna hii jamani, na kwangu unachukulia kama show na sio sehemu ya kuangalia wanawake. Afu kingine kwa uzuri uliobarikiwa nao mke wangu. Hivyo nadhani wanaweza kuwa na nini hao wanawake kikanivutia? Aliongea Hamza. Regina ajikuta akijutia maneno yake. Aliona kama angejua ni bora asingemwambia kabisa. Maana kusikia tu maneno hayo alijua alikuwa hayana ukweli wowote. Kesho kishamaliza kusoma tuondoke pamoja. Usije kufikiria kufanya ujinga wowote. Umesikia? Mimi nitakusindikiza tu kwa ajili yako. Mimi siwezi kufanya chochote. Sawa, mimi naenda kufanya mazoezi kidogo. Asubuhi saa 2 tutaenda wote kwanza kwenye kampuni na baada ya hapo tutaenda kushiriki. As wish my lady wife. Aliongea Hamza huku sasa akipiga saluti na kisha akaongea tena akasema kwamba dearest, kuna jambo lingine? Jambo gani? Kuna haja kweli ya kunilipisha hela kwa sababu ya kupata taarifa Isitoshe si hela zangu, ni hela zangu na ni hela zako pia. Hapana. Hela zako sio za kwangu tu, bali ni za hao wanawake wengine pia. Kama nisipotaka hela kwako, utaishia kuwapa michepuko yako kwa ajili ya kutumia. Hamza alitamani kulia. Yaani aliona Regina ni kama mwiba unaochoma utosini, kwamba anataka hela zake ili kumzuia Hamza asitoe pesa kwa wanawake wengine. Basi nifanye basi punguzo la 50%. 20% mwisho. Aliongea Regina na kisha alipanda ngazi kuelekea chumbani kwake. Hamza naye akafikiria ya kwamba anyway, chochote kinachohitajika kwa pesa basi kwake si tatizo, atakitatua. Sasa Hamza mara baada ya kusoma taarifa alizokuwa amepatiwa na Yulia, alipata mawazo mbalimbali ambayo yangemwezesha kumwamsha Angel. Alichohitaji kwa muda huo ni mbinu ama teknolojia yenye mafanikio makubwa zaidi. Hata hivyo Hamza alishaona kabisa kuwa hakuwa mbali na kufanikisha swala hilo. Usiku nao ulipita haraka. Asubuhi mara baada ya kuoga, Hamza alishuka na kupata kifungua kinywa na familia yote. Yeye, Belda, Regina na babu Mohinde. Familia ilikuwa imeongezeka. Hivyo ilifanya nyumba kwa ujumla kuchangamka kuliko mwanzo. Kutokana na Hamza kumwambia abaki nyumbani kwanza, Baida hakutoka kwenda kutafuta kazi na kuamua kubakia nyumbani kumsaidia shangazi kazi hapa na pale. Muda huo wakati Hamza akijiandaa kutoka na Regina, simu yake ilianza kuita. Mara baada ya kuangalia aligundua ni Dina aliyekuwa akipiga. Sasa Hamza kuuliza kwamba Dina, nini tatizo? Dina kwa wasiwasi akasema kwamba Habi, kuna swala limemtokea Chinga. Hamza akasema Chinga? Kwani alisharudi da? Hamza alijua kuwa kutokana na kifo cha master wake, Chinga alikuwa milimani huko akiomboleza. Hivyo hakuwa na taarifa kama bwana huyo alikwisha kurudi da. Basi Dina akasema kwamba ndio amerudi juzi wakati nikiwa nimewekewa sumu, lakini juzi akiwa Kisarawe kwenye moja ya bwawa letu la kufugia samaki kulitokea dubwana maji. Wakati Chinga akitaka kuwalinda wenzake alishia kujeruhiwa. Hamza akasema dubwana maji? Dubwana maji ndio nini? Kwamba ni bwawa lenu la samaki limegeuka kuwa la madubwana? Kila mmoja aliyekuwa kwenye meza mara baada ya kusikia kauli ya Hamza alimwangalia kwa kushangaa. Asadina akasema ni kweli ni dubwana maji. Vijana wetu waliokuwa wakifanya doria kidogo tu wamezwe. Kama isingekuwa Chinga
wangepotea na tusingejua chochote. Na kama uamini, unaweza ukaja kujionea tu mwenyewe namna eneo kubwa la uelekeo wa msituni limeharibika. Ni wazi kwamba kuna kiumbe cha ajabu kimepita, na sasa hivi wanajeshi wameshafika na kuzingira eneo lote kuzunguka ziwa. Hamza kusikia hivyo, aliona ndio maana Dina alionyesha hali ya wasiwasi. Ingawa uwezo wake wa nishati ulikuwa umeongezeka kwa ukubwa, bado hakuwa akimzidi Chinga. Siku zote binadamu hushikwa na hofu juu ya mambo yanayozidi fikra za utambuzi. Sasa Hamza akasema kwamba huyo Chinga ameumia sana, hamjampeleka hospitalini? Dina akasema kwamba Chinga hajaumia sana, lakini kutokana na kushambuliwa na huyo mnyama, wanajeshi hawakutaka aondoke kwa wasiwasi wa kusambaza virusi. Wewe pia si unafahamiana na mambo ya jeshi, kwa nini usije kuangalia na kujua hali ya Chinga ilivyo? Basi Hamza asingeweza kupotezea hali aliyokuwa nayo Chinga. Isitoshe bonge huyo alikuwa ameachwa chini ya uangalizi wake na marehemu Kihara. Hamza akasema kwamba nimekupata na kuja huko muda si mrefu. Aliongea hivyo kisha pale pale alikata simu na kusimama. Akasema kwamba mke wangu, Chinga amejeruhiwa, hivyo napaswa kwenda kuona hali yake. Unaonaje tukikutana moja kwa moja kwenye maonyesho? Regina akasema kwamba hakuna shida, wewe chukua tu kadi ya mwaliko na usilipoteze. Aliongea hivyo Regina huku akitoa kadi ya mwaliko kwenye mkoba wake na kumpatia Hamza. Hamza alishia kuaga mara moja na kisha alitoweka ndani ya eneo hilo. Mara baada ya kufika eneo la Kisarawe, eneo la kufugia samaki kando ya msitu, aligundua kweli kulikuwa na wanajeshi waliokuwa wamezingira eneo hilo, ikiwemo jeshi la polisi pia. Hamza aliweza kupita na wanajeshi hao pasipo kuonekana, na ilikuwa ni rahisi sana. Sekunde chache tu alikuwa upande wa nyumba maalum ya makazi. Eneo hilo lilikuwa la muda mrefu sana. Mwanzoni alikuwa ni makao makuu ya mtandao wa Chatu wakati wa uhai wa babu yake Dina. Hivyo lilikuwa na mandhari mazuri ya kuishi, na ndiye aliyekuwa amejenga bwawa hilo kubwa kama ziwa la kufugia samaki. Hasa mara baada ya kuingia eneo hilo la makazi, Hamza aliweza kumuona Lawrence akiongea na wanajeshi kadhaa. Mara baada ya kumuona Hamza, mara moja aliomba radhi kwa wajeda wale na kisha akamsogelea Hamza. Lawrence akasema, bro, karibu, bosi anakusubiri ndani. Hamza akasema, wanaongea nini na wale wanajeshi? Lawrence akasema, wanasema tunapaswa kufanya swala hili kuwa siri kwa kuambia vijana wengine. Hamza alishia kutingisha kichwa. Ilionyesha swala hilo liliwatia wasiwasi jeshi, na hawakuelewa ni mnyama gani huyu aliyewavamia. Hasa Hamza mara baada ya kuingia ndani, aliweza kumuona Chinga akiwa amelala juu ya kitanda. Dina, Amina na baadhi ya wanaume walikuwa eneo hilo wakijadiliana kuhusu dubwana hilo. Basi Hamza akauliza, vipi, anaendeleaje? Dina akasema, habi, bora tu umekuja. Majeraha ya Chinga yanaonekana kuwa makubwa, hivyo hali yake si nzuri. Basi muda ule Hamza aliweza kumuona mmoja wa wafanyakazi wa kike wa eneo hilo akimnywesha Chinga supu ya kijani. Akauliza kwamba dawa gani hiyo mnamnywesha? Akajibiwa ni dawa ya mitishamba ambayo inasaidia kuongeza nguvu ya mzunguko wa damu. Chinga alionekana kuhangaika kwa maumivu. Alikuwa ameegamia mto huku mdomo wote ukiwa wazi akinywa dawa hiyo. Chinga kwa sauti dhaifu alimuita Hamza. Hamza alisogea na kisha kumchunguza bwana huyo na kuuliza kwamba ni wapi umeumia. Kwa sauti ya chini Chinga akasema kwamba viungo vyangu vya ndani ndio vimeumia, na hisi nitakuwa sawa baada ya kupumzika kidogo. Basi Hamza alisinyaza macho yake na kisha pale pale alishika mkono wa Chinga na kupima msukumo wa damu. Hamza akasema kwamba inaonekana kifo cha master wako kilikuwa na athari kubwa sana kwako. Yaani umeingia level umakinifu. Chinga alicheka akasema kwamba ni kwa ajili yako Mr. Hamza, ndio maana nimefika hapa. Basi Hamza alinyosha mkono kumuelekezea yule mwanadada mfanyakazi na kuongea kwamba unamuonaje huyo mrembo? Watu wote walijikuta kishangaa. Kwa nini Hamza anauliza swali la namna hiyo wakati kama huo? Chinga alijikuta akimeza mate mengi, huku kwa wakati mmoja akiangalia kifua cha mfanyakazi yule. Chinga akaambiwa kwamba inaonekana majonzi ya kufiwa na master wako yamekwisha. Yaani unao hadi muda wa kuigiza unaumwa kwa ajili tu ya huyo mwanamke kukuhudumia. Yule msichana mara baada ya kusikia maneno hayo, alijikuta sasa anagundua kuwa Chinga muda wote alikuwa akiangalia manyonyo yake kwa uchu. Alijikuta akishindwa kujizuia na kuona aibu, huku akivuta blouse yake juu. Dina na wengine wote walijikuta wakikosa neno. Hawakuamini kama Chinga muda wote alikuwa akiigiza kaumia. Ilikuwa ni kwa bahati mbaya walikuwa na uwezo mdogo kuliko Chinga. Ndio maana walishindwa kujua maigizo yake. Chinga alikuwa muhuni sana.
Kwa kuona kwamba ni vigumu kushtukiwa, hakutaka kuwa mzembe na kujifanya kaumia. Basi Chinga akasema kwamba Mr. Hamza, ni kweli nimeumia. Aliongea Chinga huku akikunja uso na kukoa mfululizo. Akasema kwamba ni kidogo tu jana, yani usiku nipoteze uhai wangu. Hamza akasema ni kweli umeumia, lakini hauna majeraha ya kukulaza kitandani. Aliongea Hamza huku sasa akimsuta kwa kidole. Akasema hebu acha ujinga bwana, niambie ulichoona jana usiku. Mara baada ya kuona mrembo yule akiondoka, Chinga alishia kumwangalia akiwa hana jinsi. Lakini muda huo pia hali ya wasiwasi ilionekana machoni mwake. Chinga akasema kwamba jana usiku nikiwa Lindo, nilihisi sauti za ajabu zikitokea upande wa msituni. Nilikuwa nikila zangu kutoa ice cream. Ndipo nikasikia sauti ya mtu ikiita kwa nguvu. Nilivyosogea upande huo niliweza kuona dubwana kubwa lenye macho mawili kama kitenesi ya kijani hivi. Nilishikwa na hofu kubwa, na zimu lile lilipotaka kunimeza, nilifanyia shambulizi la kinishati. Lakini kabla hata shambulizi langu halijafika, linichapa na mkia wake na kunirusha mbali. Ilikuwa bahati tu nilienda kugonga kwenye matawi ya mti. La sivyo, usingeniona leo. Basi Hamza mara baada ya kusikiliza maelezo hayo, alijikuta akishikwa na hisia. Lakini baada ya kufikiria kwa makini, alijiambia haiwezekani. Alijiuliza joka kubwa vile linawezaje kusafiri kutoka milima ya Rwenzori hadi Dar es Salaam. Ni muda huo wanajeshi kadhaa walifika kutoka nje. Aliyekuwa akiwaongoza alikuwa ni mwanamke mrembo sana, aliyevalia nguo za ngozi rangi nyekundu. Alikuwa tofauti na wanajeshi wengine, kwani ni yeye pekee hakuwa amevaa combat za jeshi. Hamza mara baada ya kugeuza uso wake na kumwangalia mwanamke huyo, alishia tu kutoa tabasamu. Nyaka sura za siku nyingi. Mwanamke huyo mrembo alikuwa ni Nyaka au Sulea kwa jina lake la kawaida. Mara baada ya kuingia ndani, aliishia kuchunguza mazingira na kisha akaongea kwa namna kutojali, akasema kwamba acha kujifanya unanijua sana bwana. Hamza taifa alishazoea maringo ya mwanamke huyo, hivyo hakujali sana, na kisha akasema kwamba yani hili zimu limefanya hadi kitengo cha Maribu kukutuma mtu kama wewe. Linaonekana sio swala la kawaida. Yakasura akasema kwamba hata kama nisingetaka, ingenilazimu tu. Hili dubwana lingeharibu uhai wa wananchi wengi wa Kitanzania. Kwa kuwa vitengo vya usalama wameniambia napaswa kulitafuta mara moja, na kama siwezi kulidhibiti niliuwe. Hamza akasema kumbe kwa hiyo unamaanisha kwamba limeonekana sehemu tofauti na hapa, si ndio? Yakasura akasema ndio. Limetokea mikoa ya upande wa kaskazini kuja uelekeo wa kusini. Limeharibu mabwawa mawili na madaraja 5 katika mito lilikopita. Ingawa halijaribu kabisa miundombinu, limeua raia tu na kupelekea nchi kuingia hasara kubwa. Basi mara baada ya watu hao kusikia kauli hiyo, walijikuta wakishangaa na kumkubali Chinga kwa wakati mmoja. Yaani kama limeweza kuharibu hadi madaraja, sinamaanisha Chinga alikuwa ni kama alikuwa na bahati sana. Hamza kadri alipokuwa akifikiria juu ya swala hilo, ndivyo alivyohisi kuwa dude hilo litakuwa lile joka la kule Rwenzori. Sasa alijiuliza, je, kwa ajili ya kumfuata lilitoka kule milimani kwa kupita kwenye maji hadi Dar ama? Hamza aliona ni swala linalowezekana. Kama lilitumia maji na misitu kama kinga na kusafiri usiku, haijalishi lina ukubwa kiasi gani, lingeweza kufanya safari kwa kuonekana na watu wachache. Basi Nyakasura akasema kwamba kwa uchunguzi uliofanyika tulipokea maelezo yanayofanana kutoka kwa watu waliokuwa kando ya milima Elgon, milima Usambara na mto Pangani, lakini pia tumesikia taharuki maeneo ya mkoa wa Pwani wote mpaka kufikia eneo hili. Bado tunaendelea kufanya uchunguzi kupata taarifa kamili zaidi. Anyway, kama ni hivyo basi lazima upo hapa kwa ajili ya kunitafuta ili nikusaidie kudili nalo, si ndio? Wewe unafikiria sana wewe. Nilivyoambia umekuja, ndio nimekuja hapa kwa ajili ya kuonana na wewe, kukusalimia tu. Sawa, upo sahihi. Kwa mtu mzito kama wewe Nyakasura, utashindwaje kudili na zimu mpaka kunihitaji mimi? Hamza, hebu acha basi kupindisha maneno. Mimi sijawahi kuanza kukuhitaji mimi, sijawahi. Basi ni muda huo wanajeshi walisikika wakipiga makelele kutoka nje, kisha akasema kwamba report, zimu tumeliona. Mara baada ya Nyakasura kusikia hivyo, haraka sana yeye na wengine walitoka eneo hilo. Hamza na Dina pia walishia kutingishiana vichwa na kisha wakatoka nje. Walishia kumfuata Nyakasura mpaka upande wa ziwa karibu na msitu. Muda ule mara baada ya kila mtu kuona joka kubwa la rangi ya dhahabu lililokuwa limejikunja ndani ya bwawa hilo,
huku likionekana nusu kwa maji kutokana na kutokuwa na kina cha kutosha. Walijikuta wakitoa macho kwa hofu kubwa. Hamza mara baada ya kuona joka hilo alishindwa kujizuia na kuangua kicheko. Lilikuwa kweli lile joka lilokuwa Mungu kwa watu wa Bikira takatifu. Sasa Lawa akasema kwamba mama, kumbe ni kubwa hivyo. Lawa aliongea kwa mshangao. Sema kwa sasa ndio maana hata Chinga alishindwa kulielezea, kumbe ni kubwa hivi. Hebu angalia kichwa chake. Kama chafuso. Basi upande wa Dina alishia kuziba midomo na kuongea kwa chini chini. Kusema kwamba ishangazi ndio maana liliweza kumuumiza Chinga. Hili ni kubwa mno. Litakuwa na umri wa miaka mingapi mpaka kuwa na magamba kama ya chuma jamani? Nyakasura akasema kwamba hilo dude juu ya kichwa chake ni pembe au ndio zile simulizi za hatua ya nyoka inavyogeuka kuwa dragon. Laongea Nyakasura huku akishindwa kujizuia na kumwangalia Hamza pembeni. Hamza upande wake alikuwa na maswali mengi. Alishindwa kuelewa ni kwa namna gani joka hilo liliweza kuvamia eneo linalomilikiwa na Dina. Ilikuwa ikishangaza sana. Sasa muda huo wakati watu wakiendelea kuongea, ni kama joka lile lilihisi uwepo wa watu. Mara moja liliinua kichwa chake juu na kuonyesha macho yake makubwa kama ya kitenesi. Ingawa watu walishuhudia kuwa joka hilo ni kubwa, lakini wepesi wake wa kuinua kichwa ulizidi kuwashangaza. Wanajeshi wakasema kwamba hii ni mbaya inaonekana linataka kushambulia. Afande tafadhali toa amri. Kundi hilo la wanajeshi mara baada ya kuona joka likiwaangalia, licha ya kuwa na hofu, hawakutaka kukimbia wala hawakuthubutu kushambulia kabla ya kupewa amri. Mara baada ya kuona jambo hilo, afisa aliyekuwa kiongozi wa wanajeshi alitoa amri mara moja akisema kwamba shambulieni kwa spidi zote. Basi sekunde tu baada ya kutoa maagizo hayo, wanajeshi hao wakiwa na hofu walianza kulilipua kwa uwezo wao wote. Bunduki hizo na mabomu madogo madogo vilikuwa kama mvua ya rasharasha tu iliyokuwa ikianguka juu ya joka hilo. Hamza alitaka kuwazuia lakini alichelewa. Hata hivyo aliongea kwa nguvu akasema kwamba acheni mnachokifanya bwana, mtajitafutia kifo. Wakati Hamza akiongea hayo, wanajeshi wale walikuwa katika mshangao baada ya kuona risasi zao hazikuwa na maana kabisa. Hata bomu waliorusha liliishia kulipuka tu bila kuathiri chochote. Mwanajeshi mmoja akasema kwamba haiwezekani, inaonekana haliathiriki kabisa na risasi wala moto. Wanajeshi wote walijua risasi zao na mabomu yalikuwa yakilitekenya tu. Upande wa joka lile lilionekana ukasirishwa na mashambulizi yale. Mara moja liliinua kichwa chake juu na kuangalia wanajeshi kwa ukali. Ghafla tu liliinua mkia wake juu na kusababisha wimbi la maji. Basi Mjeda kiongozi alitoa amri akasema kwamba kimbieni haraka. Nyakasura akasema kwamba mrudini nyuma wote, nitadili nalo mimi mwenyewe. Ghafla tu airuka juu na kuibua nishati kwenye mwili wake, kisha akaachia moto kwa ajili ya kulishushia joka lile. Mvua ile ya moto ilifanya joka hilo kuwa katika wakati mgumu. Isitoshe, moto wa Nyakasura haukuwa wa kawaida. Mara baada ya kuvamia eneo la tumboni, kulishia kuonekana weusi mzito tu huku likitoa mguno. Lakini wakati huo likitoa mguno huo lilipanua mdomo wake na kutaka kurusha ulimi ili kumfunga Nyakasura na kisha kummeza. Nyakasura alijikuta akikwepa kwa kusogea pembeni. Lakini muda ule ule aligundua joka lile lilimtega. Badala yake lilipanga kushambulia kwa njia nyingine. Kuona hivyo pale pale sasa aliamsha mbawa zake za moto na kuruka juu zaidi hewani. Hata hivyo spidi ya joka lile ilikuwa ni kubwa kiasi cha kumfanya Nyakasura kutokwa na jasho kwa hofu. Alijisi kabisa hakuwa akipambana na joka, bali mtu mwenye ufahamu. Sasa pale pale Nyakasura alitaka kutumia uwezo wake wote kukabiliana nalo, lakini alimuona Hamza kusogea. Hamza akasema, Nyakasura, wewe sogea mbali, nitadili nalo mimi. Nyakasura kusikia hivyo hakuonekana kuridhika kabisa. Aliishia kuongea bila furaha akasema kwamba kwa hiyo unaniona mimi ni mdhaifu sana, si ndio kwamba siwezi hata kushindana na nyoka. Hamza kusikia hivyo hakujua cheke mali. Alishia tu kusema kwamba kuua joka kubwa kama hili sidhani ni kitu kizuri. Dude kama hili hata likifa basi ni mapenzi ya Mungu. Nyakasura akasema, hivi unadhani nina jinsi ya kuliacha huru? Wasiwasi wangu ni kwamba litaendelea kula watu. Haliwezi kula watu, ni swala la kuongea nalo tu. Nyakasura akasema, kuongea nalo? Hivi unadhani ni binadamu huyo? Nitaongea nalo vipi kama unachoshauri ni mimi naona tu unachoongea ni ujinga tu bwana. Muda huo joka lile bado lilikuwa likimwangalia Nyakasura kama vile lilikuwa likisubiri adondoke ili limmeze. Hamza alishia kutatabasamu tu huku akiliangalia lile joka. Basi
Hamza akasema kwamba kama ninao uwezo wa kulifanya linitii, si hakutakuwa na shida. Nyakasura akasema hivi, unadhani hii joka linaweza kuelewa lugha ya binadamu? Mnyama ni mnyama tu siku zote. Vipi kama uwezo huo mimi ninao? Unataka tubeti? Nyakasura alishia tu kuonyesha mzaa. Hakuamini kama kweli Hamza anao uwezo wa kulitishia joka hilo. Nyakasura akasema basi sawa. Nataka usitumie nguvu kulifanya likutii. Vinginevyo siwezi kukubaliana na wewe. Ila ukilifanya likusikilize bila nguvu, basi nitakubaliana na masharti yoyote. Lakini ukishindwa unapaswa kukubaliana na masharti yangu. Nyakasura alikuwa ameshadhamiria. Alijiambia kama Hamza akishindwa kuwasiliana na joka hilo, basi atampa masharti ya kutokujihusisha na Priscilla tena. Hamza alishia kutoa tabasamu na kisha akasema basi sawa, unaweza kurudi kule na uniachie hili mimi. Nyakasura hakuwa na jinsi. Alishia tu kurudi pembeni na kuangalia kwa mbali, akisubiri kwa hamu Hamza kuaibika. Mara baada ya joka lile kumuona Nyakasura akikimbia kurudi upande wa pembezoni mwa bwawa, liligeuka na kutaka kumfukuzia, lakini Hamza mara moja aliongea kwa nguvu akasema kwamba simama hapo hapo. Mara baada ya wengi kudhani Hamza anajisumbua kuongea na joka hilo, walishuhudia joka lile likirudisha kichwa chake chini na kusogea pembeni. Joka lile liliishia kumwangalia Hamza kwa macho yake ya kuchanua, huku likichezesha ulimi na mkia kwa wakati mmoja kama vile linamraki. Katika macho ya kutokuamini kile alichokuwa akifanya Hamza, pale pale alisogea karibu na kulipa ishara joka lile lisogeze kichwa chake karibu. Mara baada ya kusogea, Hamza alinyosha mkono na kulipiga kichwani. Hamza akasema kwamba wewe Mr. Dudu, usiniambie umekuja mpaka huku kunitafuta. Joka lile lilishia kupepesa macho yake kwa ishara ya kuitikia, ingawa kwa wengine halikuweza kuelewa kwa sababu haliongei, ila Hamza alielewa. Basi Hamza akasema kwamba ulijuaje niko kuda? Joka lile liliendelea kupepesa macho yake tu, lakini bado alikuongea. Hamza alishia kucheka tu na kutoa pumzi hisia, akasema kwamba okay, kwa kutoka kwako mbali hivyo mpaka hapa kwa ajili ya kunitafuta, hakika nimeguswa. Ila kwa sababu unaonekana kunikubali sana na kutaka kunifuata, kuanzia sasa utaishi hapa na tutakuwa marafiki. Mara baada ya kusikia maneno hayo, joka lile lilichomoa ulimi na kuanza kumlambalamba Hamza. Hamza alishindwa kujizuia kukunja sura kwa sababu ulimi wa joka hilo ulikuwa ukinuka kwa kula samaki wengi. Hamza akasema mwache sasa. Aliongea Hamza akitoa mkono wake, kisha akasema kwamba kuanzia sasa unapaswa kuahidi kitu kimoja. Unakaa kwenye hili ziwa pasipo kwenda popote, bila kuumiza watu wala kutishia, vinginevyo nitakuua. Kulikuwa kuna hali ya hofu kwenye macho ya joka lile, nalo lilishia kuinamisha kichwa chake chini. Hamza alijua joka hilo lilikuwa na wasiwasi wa njaa. Hivyo alihakikishia kwamba kuanzia sasa nitatuma watu kukuletea nyama. Basi mara baada ya kuongea vile, Hamza airuka na kwenda kukanyaga juu ya kichwa cha joka lile. Akasema kwamba naona mwili wako umegandiwa na madini ya dhahabu tupu. Unaonaje kuanzia sasa nikakuita gamba? Basi joka lile lilishia kutingisha kichwa kama vile halikujali. Hamza akasema okay, twenzetu mpaka upande ule. Nataka ukawapatie salamu za amani wale watu. Nataka pia nikakutambulisha kwa mpenzi wangu ambaye ndiye atakayekuwa anakulisha chakula. Basi joka lile lilielewa maelezo ya Hamza na kisha pale pale lilianza kuogelea kuelekea upande wa watu wale walipo. Sasa muda huo kila mtu aliyekuwa hapo alikuwa katika hali ya kubungaa, ukiachana na wanajeshi ambao walitoa midomo kiasi cha kudondosha mate. Upande wa Dina na Lau walidhani wanashuhudia miujiza. Kila mtu alijiuliza, ni mtu gani huyo anayeweza hata kuongea na joka? Upande wa Nyaka alikuwa na hasira kiasi kwamba alianza kuwa mwekundu. Alijiambia ina maana hata joka hilo lilikuwa likimuona dhaifu kuliko Hamza. Hiyo si ni dharau kubwa sana. Msikilizaji, ni kipi kitakachoendelea? Tukutane sehemu inayofuata kufahamu mengi zaidi. Kwa leo naomba nishie hapa. Mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.